We wadaku, welcome to my YouTube channel. Kama kawa, kama dawa, ni Senje Mdaku wa Gulf. Wadaku, tunataka kuongelelea historia ya Margaret Nduta yenye tuliongelelea last year mpaka tukakauka na mdomo. Yani Margaret Nduta kule Vietnam salikuwa amefungwa kifungo cha maisha. Sijui tutaweka wapi sura. Sisi wambea, mimi sijui tutaweka wapi sura. Na venye tulikuwa tunadakua, mara ameuliwa, mara hajauliwa, mara amezikwa. Sasa wadaku siamsikia aje kule Vietnam vile Margaret Nduta alikuja akashikwa. Alishikwa na cocaine na miadarati. Ikakuwa amefungwa, yani amefungwa kinyongo, yani as like amefungwa kinyongo. Amefungwa kinyongo as like anyongwe. Sasa ile wakati ilikuwa nafikiria kunyongwa, ndio sasa ripoti ikatukuja kama sisi wana Kenya. Sasa tukasema wacha tuongelelee mtu nataka msikize story kimakini na mshare, kwa sababu hii ni good news. Actually ni good news, tena ni bad news. Nitawapea kwa good news, tena nitawapea kwa bad news. Sasa wadaku ikakuwa aende anyongwe. Sasa siamsikia aje Margaret Nduta akaenda kupimwa, akapatikana ako pregnant. Hatari. Sasa si Margaret Nduta akakaa kule. Kumbe huku nyuma wakati unajua alikuja akaongea na wana Vietnam. Wakamsikiza, wakasema wanataka kulisi. Unajua mtu ambaye amepigania hii vita za Margaret Nduta kule Vietnamese ni Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta ndiye anajulikana na wale wana Vietnam, wale president wa Vietnam. Lakini Ruto sidhani kama yani bado, unaona Uhuru ndio anajua, kwa sababu Uhuru kuna wakati alienaga kule Vietnam na kuna huyu president wa Vietnam alikujanga Kenya. As you all know that Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa mtu ambaye amekaribisha karibu ma president wote. Unaona, karibu ma president wote. Yani Uhuru ni mtu amemeet mpaka amemeet na king. Unaona? So sasa wadaku, sasa siamsikia aje Margaret Nduta hatauliwa sasa. Sasa tena amefungwa sasa kifungo cha maisha. Ataishi Vietnam. Sasa msikie aje Margaret Nduta alipewa mtu kule Vietnam, mubaba wa kuishi na yeye. Akamzalia mtoto. As we speaking right now, Margaret Nduta ako na mtoto mdogo amezalia huko Vietnam. Sasa Margaret Nduta kesi yake inaisha 2027. I'm telling you, before 2027 election ianze, Margaret Nduta will be released na atarudi huku Kenya. Kwa nini? Alipewa suspension, akaambiwa aje heri wamfunge auliwe ama aamue kuzalia bubu kule Vietnam. So Nduta amezalia bubu kule Vietnam. Alisema ni heri nizalie bubu kule Vietnam. Sasa wanataka alee mtoto. Yule mtoto afike miaka 2 ama miaka 3, ndio sasa kesi ifanye nini, ikwe imeisha kabisa. Sasa hapo Nduta atafanya nini? Atarudi Kenya. Sasa hapo Nduta atarudi Kenya. According venye rules and regulation za Vietnam zinasema, Margaret Nduta atamaliza kifungo. Sasa yeye amelipisha mtoto na hiyo kesi yake, of which amefanya vizuri. If hata mimi ningesema it's right, kwa sababu tell me wakati ataua Margaret Nduta, alafu sasa mwenye alikuwa ameshikisha Margaret Nduta, sasa sikakuwa akasema kuna familia fulani kule Vietnam. Kuna familia fulani kule Vietnam. So ikawa hiyo familia iko yani haijaipata mtoto. Na wale watu wanashikwanga kule Vietnam, uanga lazima wazalie hao watu. So wanakupeanga mtu, uenda ni bubu, uenda ni pogoyo,
Kibogoyo, uenda ni kipofu, lazima wakupe huyo mtu ufanye nini? Umzalie. Sasa Margaret Nduta alipewa bubu. Ni bubu pamoja na kibogoyo. Yani huyu mtu mwenye Margaret Nduta amepewa ni kumze, yani ni hamzee amba halika hakajayo na bibi haroskoko, yani ni ya Margaret Nduta amekula, alafu tena uzuri amepata mtoto. So Ruto, acha niwaambie, let me tell you something. Msiwahi dharau William Samoei Ruto. William Samoei Ruto, unaona hapa upstairs? Unaona hapa upstairs hapa. William Samoei Ruto hapa upstairs ako na akili yenye imebeba nchi mzima ya Kenya. Msikuwa tu mnamtukana Ruto ovyo ovyo. Sasa jana ama juzi, I think ni jana, Ruto amealika Uhuru Muigai Kenyatta State House aenda aone yale maendeleo yenye Ruto amefanya so far. Uhuru Muigai Kenyatta akatoka, huyo ni retired president, akatoka. Kumbe conversation ilikuwa ya Nduta. So Uhuru anataka asaidie Ruto kutoa Nduta Vietnam, ndio ili Ruto apate chance ya kukuwa na mahusiano kule Vietnam. Na unajua Ruto na president wa Vietnam ni maji na mafuta. I'm telling you. Mimi nawaambia ukweli. President Ruto alikosananga na ule president wa Vietnam wakati Ruto alikuanga makamu wa rais wa Uhuru Muigai Kenyatta. Kuna siku Ruto alienda Vietnam kutembelea yule president wa Vietnamese. Alafu sasa Ruto akawa sijui what happened, I don't know, mimi sijui, but kuna somehow Ruto kidogo walipitana. Sasa Uhuru Muigai Kenyatta ndio mavuli imekinga William Samoei Ruto. Sasa Uhuru Muigai Kenyatta ndiye ako na very very good mawasiliano na yule president wa Vietnamese. Sasa Ruto anataka kurescue Margaret Nduta through William Samoei Ruto. Sasa okay. Sasa Ruto anapanda ngazi, yani Uhuru Muigai Kenyatta ndio ngazi ya William Samoei Ruto. Hiyo ndio ngazi ya William Samoei Ruto. Kama mjui. Before 2027 wakati Margaret Nduta ataland Kenya. Sasa Uhuru Muigai Kenyatta atapigania Uhuru Ruto. Mpende msipende, Ruto tano tena. Of which it's good. By the way, mimi siwezi kujaji Ruto. So far mimi nimeona Ruto amefanya kazi mzuri. Hata kama uchumi yake ni ngumu, but let me tell you, uchumi ya Kenya hiwezi kutoshana na uchumi ya Saudi economy iko very very. Wadaku, uchumi ya Saudi Arabia haiwezi kutoshana na uchumi ya Kenya 1000%. Unajua nyinyi watu mko Kenya hamjai kanyaga Gulf, hamjui Gulf kuna kaje. Sisi huku tunalipanga tax. Tell me, unanunua credit ya 115 lakini inaingia kwa simu yako 100. 15 zimeenda wapi? Ukinunua credit ya 20 ukiweka kwa simu yako inaingia 17. Shilingi 3 zimeenda wapi? Huku sisi tunalipa tax kubwa sana. Alafu naona nyinyi Kenya mnasema Kenya hakuna uchumi. Mtu wangu, Kenya ni kuzuri. Ingekuwa wa change hii nchi, wachukue watu wa Kenya wawaeke Saudi, wachukue watu wa Saudi wawaeke Kenya, I'm telling you mtatoroka. Kwa sababu huku tuko na high quality yenye tunafanyanga tax. Huku tax ni everything. Everything. Sasa hata tuachane na tax. Tunaendelea na historia ya Nduta. Nduta anarudi 2020, before 2027 atakuwa amerudi. Sasa Ruto na Uhuru wanataka kutengeneza mahusiano mwafaka
ambapo kwamba Ruto, Uhuru Muigai Kenyatta anatengeneza ufriendship baina ya president wa Vietnam na Ruto. Waundane msamaha, wakwe kitu kimoja. No wonder yule president wa Vietnam hakutaka kurelease Nduta, kwa sababu aliangalia the president Republic of Kenya, yule mtu ambaye yuko kwa anaongoza ni Ruto. Lakini ingekuwa ati Vietnam Uhuru Muigai Kenyatta ndio bado ni president of Republic of Kenya, I'm telling you Maina, sasa hivi nani Nduta angekuwa amerudi, kwa sababu Uhuru akona very good speech, akona unaona unye hii ni yake ni kama shukari, hii ni kama Eric Omondi, hii anajua kuongea, yani anatengeneza uhusiano kati ya baini ya president. Lakini Ruto hapana. Ruto na ule president wa Vietnam maji na mafuta. Mimi alikosania, mimi sikukuwa huko, lakini as for me I'm speaking right now, Nduta anarudi. Na Nduta amesha zalia kule mtoto. Sasa kesi ya Nduta imeisha na mtoto. Sasa Nduta atafanya nini? Atarudi. Sawa. Atarudi. So akishamaliza kurudi ndio mambo ingine itakuwa vile inatakana ikue. Sawa. Mimi nimewapea umbea and thank you so much.